A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wetu, karibu tena katika kipindi hiki maalum ambacho nia na madhumuni yetu ni kujaribu kukukumbusha na kukuelezea kwa wewe ambaye hujafahamu kwamba taasisi yako pendwa ya Islah Islamic Dua Center chini ya uongozi wangu mimi Alhaji Dr. Sule, katika mwaka huu wa 1445 mwezi huu wa 9 katika kalenda hijiria, siku ya mwezi 27 kwa 26 biidhnillahi katika kalenda ya mwezi muandamo, ambayo ni sawa na Jumapili ya tarehe 7 mwezi wa 4 2024, kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi majira ya saa 8 za mchana. Tumeandaa dua maalum. Dua hii ni dua ya Fathul Jasadi, dua ya kufungua mwili kutokana na dhiki, shida, matatizo, maradhi, kazi, biashara na kadhalika, ambayo wengi wetu yamekuwa yakiwasumbua katika maisha yao. Mpenzi mtazamaji wangu, naomba nitumie fursa hii kukuambia kwamba hii sio dua ya kuikosa. Hii ni katika dua za kuipa thamani kubwa sana, ni dua katika dua za kuheshimisha sana. Unaweza kushiriki katika dua hii kutoka nchi yoyote duniani. Naomba uhakikishe umeshiriki katika dua hii kwa vipengele, vigezo na taratibu nitakazozieleza muda sio mrefu. Dua ambayo itakwenda kubadilisha maisha yako, iwe ulikuwa na maradhi, iwe biashara zimegoma, iwe hali ya uchumi ni duni, iwe ndoa yako inavurugika, iwe kazi zako haziendi, iwe una tatizo la ufugaji, iwe una shida ya kilimo. Kwa ufupi, dua hii inakwenda kubadilisha kila kitu katika maisha yako biidhnillahi karim. Kwa hiyo nikuombe mpenzi mtazamaji wangu, uitazame jicho la tatu dua hii, ukaitazame dua hii kwa jicho la tatu. Usiitazame kwa dua hii kwa jicho la kwanza, wala usiitazame dua hii kwa jicho la pili. Kwa nini dua hii tunakwenda kuifanya? Dua hii tunaitambua au tumeipa nickname au tumeipa lakabu. Dua hii tunaita dua ya Fathul Jasadi. Dua ya Fathul Jasadi ni dua maalum yenye lengo la kufungua maisha yako kutokana na shida, dhiki, mikosi, balaa, nuksi, vifungo, maradhi vinavyosababishwa ima na uchawi na wachawi, ima na mashaitani wa kijini au wa kibinadamu, au mtu aliyepatwa na hasadi. Dua hii inakwenda kubadilisha maisha yako biidhnillahi taala. Dua hii itakuwa na utaratibu maalum. Siku hii ya tarehe 7 mwezi wa 4 2024, kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 8 saa 7 za mchana, tutakuwa na dua ya Fathul Jasadi itakayoambatana na wikaya, itakayoambatana na kichinjo. Dua hii watakusanywa wafuatao. Kwanza, wewe unayeshiriki katika dua, tunapenda uwepo mwenyewe katika dua hii, kwa sababu dua hii itakuwa na utaratibu wa vituo 7 vya kuomba. Kila mmoja atamtaja na kumlilia Mwenyezi Mungu shida zake katika vituo 7, na kila kituo utataja matatizo, shida na haja zako, na tutaeleza kituo gani uombe nusura na kituo gani uombe mafanikio. Yani kituo gani uondoshewe na matatizo, na kituo gani unapaswa sasa kumuomba mahitaji. Yani unataka gari, unataka nyumba, unataka ubunge, unataka uraisi, unataka biashara, unataka kazi, unataka mtoto, unataka mume aliyebora, unataka mke aliyebora na sahihi. Chochote unachokitaka ndani ya vituo hivi 7, tutakupa fursa ya kumwambia Mwenyezi Mungu shida zako. Hiyo ndo sifa ya kwanza ya dua hii. Lakini dua hii itasimamiwa na makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza katika dua hii, kutakuwa na mashekhe maalumu watakaoiongoza kuisoma, ambao Mwenyezi Mungu amewapa karama
kipaji na weredi katika dua, ambao wanajua namna bora ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu, kwa sababu atamkaye maneno matamu ya kubembeleza ndiyo hupewa hidaya ya kile alichokiomba. Haiwezekani bwana wewe uwe leo unakwenda kwa mtu kumuomba, una shida, una lugha nzuri za kumsifu na kumbembeleza, akunyime, kama yule anayekwenda kuomba hali ya kuwa hapangi mistari yake na maelezo matamu ya kumuomba. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani, niombeni nami nitakujibuni, niombeni nami nitawapa. Maana yake kwanza Mwenyezi Mungu anapenda sifa ya kuombwa. Lakini kuomba maana yake nini? Kuomba maana yake ni kubembeleza. Na ndio maana hata unapomtaka mume au mwanamke, unataka mke, lazima utamtongoza, utambembeleza, utampa maneno matamu, utamsifu. Unapomuomba mtu kuwa karibu na wewe kimahusiano, mapenzi, ndoa, lazima una lugha unaifanya, lazima una maneno, una sentensi unazipanga, una lugha unaitumia, unamfanya yule unayemwambia afike mahala ajione hana sababu ya kukukatalia unachomuomba. Basi Allah anapenda zaidi kuombwa na kubembelezwa. Unajua wewe mistari ya kumbembeleza Mungu, yako maneno Mwenyezi Mungu ukimuomba, basi hayo mambo lazima afanye. Anabembelezeka, analiwazika, anafurahika, anapata furaha, na anasema na kujisifu kwa malaika wake kumwambia, enyi malaika wangu, muoneni fulani bini fulani ananikalia mimi chini na kunibembeleza, anasema kadha 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 wa kadha. Anajifahali kwa maneno mazuri anayoyatamka mja kumbembeleza Mola wake muumba mbingu na ardhi. Mpenzi mtazamaji, katika dua hii ya Fathul Jasadi una utaratibu wa milango 7, vituo 7 vya kumbembeleza Allah kutokana na jambo lolote linalokuzunguka katika ardhi. Kwa nini tunafanya maeneo haya 7? Kwa nini tunafanya vituo hivi 7? Kwa sababu namba 7 ina siri katika mafanikio. Mbingu ziko 7, ardhi ziko 7, wiki na siku 7, mwili wako una tundu 7. Ukisujudu mikono, yani viungo vinavyogusa ardhi viko 7. Ukitufu katika Al-Kaaba unazunguka mara 7. Ukikimbia pale Safa wal Marwa unatembea mara 7. Mabara yako 7, bahari kuu pia ziko 7. Kwenye namba 7 kuna siri nyingi, na ndio maana tumeweka dua hii katika vituo 7. Wewe unachopaswa kufanya ni kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua hii, na njia ya kufanya ni wewe kushiriki mwenyewe kwa kuja. Unatoka Uganda, unatoka Kenya, unatoka Tanzania, unatoka Rwanda, Burundi na nchi kadha wa kadha, hata nje ya Afrika, unaruhusiwa kushiriki katika dua hii, kwa sababu dua hii ni bure na kila atakayeshiriki atafaidika kutokana na thamani, faida na ukubwa wa dua hii mara utakapokuwa umekuja kuungana nasi katika dua hii. Mpenzi mtazamaji, dua hii waombaji wake watakuwa kwanza watoto yatima. Tutakuwa na watoto yatima 100. Tutakuwa na watoto yatima 100 wameandaliwa maalum kutoka katika maeneo maalum ambao wana mafunzo ya kumbembeleza Allah, na tutakuwa tukiifanya dua hii tukiwa katika saum, mfungo. Tumefunga kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kwanza tutakuwa na watoto yatima ambao watashiriki kukuombea wewe mahitaji yako yote unayoyataka katika maisha yako. La pili, dua hii tunatarajia kushiriki na walimu wa madarasa tutakao waandaa maalum katika hafla hii muhimu, na hawa wataambatana na sadaka maalumu ya kufuturishwa. Wataftalishwa hawa wapate iftari, wafurahie maisha wao, watu wanaopata dhiki na shida katika maisha. Nani asiyejua leo maisha wa walimu wa madarasa ina shida? Sasa sisi tumeandaa siku hii ni maalum pia kwa ajili ya iftari. Na iftari yetu sisi tumeamua kuwaalika watoto yatima, walimu wa madrasa, watu ambao jamii inaiona ndio daraja la chini sana. Leo ukisikia mwaliko huko Ikulu, ukisikia mwaliko huko kwa mkuu wa mkoa, ukisikia mwaliko huko sijui kwa tajiri fulani, wanaalikana watu ambao wanajiweza. Anaalikwa mtu ambaye ana mali, anaalikwa mtu ambaye kwenye friji ana kuku, anaalikwa mtu ambaye kwenye freezer ameweka sausage, anaalikwa mtu ambaye ana chakula cha kutosha.
lakini haalikwi mtu ambaye sambusa ya nyama haipitii mwaka mzima, paja la kuku hajakula mwaka mzima, hajawahi kuishi maisha ya furaha. Dhiki yake ni maisha yake, chakula chake ni cha shida. Sisi tumeamua hawa ndio tufuturu nao, wanyonge wenzetu, wapenzi wa Mola wetu, tulie nao katika dua hii ili wewe ufanikiwe katika maisha yako. Hii itaambatana na iftari maalum siku hii watakayofuturishwa watu maalum. Hawa watoto wadogo yatima na hawa walimu wa madrasa kwa pamoja tutakaa nao chini, tufuturu nao ili tumbembeleze Allah. Kwa hiyo tutakuwa na taratibu za kumbembeleza Allah. Lakini kama hilo halitoshi, katika shughuli hii tutakuwa na kutoa kwa sadaka. Tutakuwa na utoaji wa sadaka. Sadaka itakwenda kwa mayatima biidhnillahi karim. Sadaka itakwenda kwa mayatima biidhnillahi karim, na sadaka nyingine itakwenda kwa hawa mabwana wakubwa ambao ndo walimu wa madrasa. Tutawapa pesa, tutawapa chakula maalum kwa ajili ya Idi yao. Wale walimu wote tutakuwa nao pale, tutawapatia chakula cha siku ya Idi. Tunafahamu sisi mwalimu wa madrasa maisha yake ni ya shida, mshahara hana, anajitolea kusomesha maneno ya Allah. Na wallahi wako walimu wa madrasa leo kwa maisha yao wanavyoishi, sadaka ya shilingi 1500 mzazi wa Kiislamu anaona dhiki kumpa mtoto wake akampe mwalimu wa madrasa. Imefikia mahala wako baadhi ya Waislamu wanasema, nilipe pesa ya nini bwana, niende nikanunue maneno ya Mungu? Yani shekhe anafundisha maneno ya Mungu alipwe. Imefikia wakati mwalimu wa madrasa kupelekewa 500 kwa mwezi kwa ajili ya kupata sabuni yake na chakula chake cha kila siku. Imekuwa dhiki, na unaona ajabu ya kusikitisha. Muislamu anachukua 700,000, 2,000,000, 3,000,000 anakwenda kulipa shule ya nursery school, eti anataka mwanawe ampe elimu. Huu ni upumbavu mkubwa, kuacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyapa heshima na thamani, kuwapa heshima na thamani wafundishaji wa dini ya Allah, wafundishaji wa maneno ya Allah, ambao ndio wanakwenda kumpanda mtoto imani. Asiwe mwizi, asiwe kibaka, asiwe mzinifu, asiwe mbadhirifu, asiwe mtu wa ajabu, awe mtu mwenye mapenzi mbele ya Mola wake, awe mtu mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu. Hataki pata madaraka, atawale na kuongoza kwa hofu ya Mungu. Mtoto anapolelewa malezi ya kishetani, akiwa mkubwa atakuwa kiongozi mwenye dhulma, kiongozi mwenye mashaka, kiongozi mwenye udikteta, kiongozi asiyejali thamani za wanyonge na wale wanaohitaji maalum. Sasa sisi tutafanya sadaka hii, kila mmoja pia tuende tukawafuturishe hawa mashehe wetu, hawa walimu wetu wa madrasa. Lakini sio hilo peke yake, kubwa zaidi sisi tunachotamani ni kuona kwamba hawa wanapata fungu maalum la kuwawezesha kuifurahia Idi mosi yao na Idi pili yao. Sasa hawa watafurahije kama sisi hatujawaandalia mipango? Ndio maana pia pamoja na kuandaa dua hii tutakuomba na tunakuomba wewe mtazamaji wangu, ambaye maneno haya yamekudondosha machozi, yamegusa nafsi yako, yamekujengea hofu, yamekutia hamasa, yamekutengeneza kuwa na kuona thamani ya shida zako, unahitaji kuzikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia viumbe wanaoishi kidhalili, hali ya kuwa Allah anawapenda, wanyanyue mikono wakiwa wamefunga kukuombea. Kuna mambo mawili yazingatie. La kwanza, kuna utaratibu wa sadaka kwa wale watakaopenda. Narudia tena, kwa wale watakaopenda, wanaotaka kujikaribisha mbele ya Mola wao. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wenye siri. Nakumbuka katika kipindi cha 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani ndio usiku wa Lailatul Qadri uliopo, ndio usiku wa Lailatul Mubaraka. Usiku wa mwezi wa mwisho ndio usiku wa 10 la mwisho, ndio usiku ulioteremshwa Qur'ani. Sikwambii maajabu ya mwezi wenyewe wa Ramadhani, ndio mwezi ulioteremshwa vitabu vyote 5 vikubwa. Sufi Ibrahimu imeteremshwa Ramadhani, Torati imeteremshwa ndani ya Qur'ani, Zaburi Sufi Ibrahimu imeteremshwa Ramadhani, Torati imeteremshwa Ramadhani, Zaburi imeteremshwa Ramadhani, Injili imeteremshwa Ramadhani, Qur'ani imeteremshwa Ramadhani. Vitabu vyote vitakatifu vya Mungu 5 vilivyoongoza jamii duniani vimeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, na vyote vimeteremshwa usiku. Kuna kilichoteremshwa mwezi 6 Ramadhani, kuna kilichoteremshwa mwezi 12 Ramadhani, kuna kilichoteremshwa mwezi 13 Ramadhani, kuna kilichoteremshwa mwezi 7 Ramadhani, na kuna kilichoteremshwa mwezi 27 Ramadhani, ambayo ndio Qur'ani Lailatul Mubaraka inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani.
naomba nikuambie kwa baraka na siri ya hivi vitabu vitano vya Allah, wewe tunakwenda kukulilia ndani ya mwezi huo. Wewe umefanya dhambi gani Mungu asikujibu? Wewe una shida gani kubwa ambayo haijawahi kujibiwa na viumbe wa Mungu? Wewe una jambo gani kubwa ambalo hujawahi kukutana nalo mbele ya Mwenyezi Mungu? Naomba nikuhakikishie ni uhakika sana, ni dua imefanywa utafiti mkubwa. Dua hii tumewahi kuifanya Tabora, imeleta majibu makubwa. Dua hii tumewahi kuifanya Mwanza, imeletwa majibu makubwa. Dua hii tumewahi kuifanya Kahama, imeletwa majibu makubwa. Mwaka jana tu dua hii tumeifanya katika mkoa wa Arusha. Tulifuturisha watoto 250. Kila aliyeshiriki katika dua ile kwa sadaka yake, wallahi hakubaki nyuma. Kila alichokitaraji alikifanikiwa baada ya kushiriki katika dua hii. Mpenzi mtazamaji, naomba nikuhakikishie dua hii ya Fathul Jasadi itakayoendana na dua ya wikaya pamoja na kinga maalum. Dua hii ni aina yake, huna sababu ya kuikosa, kwa sababu ni katika dua ambazo zina maajabu makubwa sana, zina matokeo ya ajabu sana. Kwa hiyo dua hii itafanyika hivyo. Sasa wewe mtazamaji, vipi unaweza ukashiriki? Uko utaratibu wa kushiriki. Sadaka yako tunaitaka kwa mambo matatu. Narudia tena kipande hiki. Sadaka yako tunaitaka kwa mambo matatu. Na hawa ndio tunawaita VIP. Hawa ni watu maalumu hawa. Hawa ndo wanakwenda kufaidi ukubwa wa dua hii. Kundi la kwanza wanaokwenda kufaidika na sadaka yako ni watoto hawa yatima. Hawa tutawanunulia mavazi kwa kusanyo la fedha utakayoileta, na nguo hizi tutawavisha siku ile ile ya dua, na dua hii itakuwa live na chaneli zetu karibu 3-4 za Kiislamu pale pale, ikiwemo Islamic TV. Tutakuwa live. Tutawapa sadaka ya nguo watoto ambao wanahitaji kuvishwa. Hawajui mpaka leo watavishwa nguo gani, wataisherekeaje sikukuu. Hawa tutawapa nguo kwa kutoka katika sadaka yako. 2, tutawapa chakula walimu wa madrasa cha Idi. Yani katika sadaka tutakayokusanya, tutanunua mchele, tutanunua nyama na tutakabidhi chakula. Kama ni kuku, tutanunua kuku tutakachoweza. Watakaoweza kuchangia kuku, tutakaweza kuchangia ng'ombe, mbuzi tutanunua. Hizo zote tutachinja au tutaviacha siku ya Idi ile. Tutagawa chakula pamoja na vitoweo ili kila mtu akapate kitoweo nyumbani kwake. Kama tutaona tukusanye fedha, tutampa mtu chakula na fedha za kununua kitoweo ili siku ya Idi akafurahie chakula katika maisha yake, katika nyumba yake. Kwa hiyo kundi la pili tutawafurahisha watu wanaotamka kusomesha maisha yao kila siku. Haitoki asubuhi mpaka jioni, ila midomo yao imesoma herufi za Qur'ani. Midomo yao imefundisha herufi za Qur'ani. Mimi na wewe tunaweza kukaa mpaka mwaka Qur'ani hujaisoma. Wengine hatuswali mwaka mzima hujaswali, wewe huna muda wa kusoma Qur'ani. Wewe unafikiria na kuimba vitu vya kipuuzi tu. Mambo yamesongana na kuwa magumu. Tunakwenda kumbembeleza Allah kupitia midomo ambayo haivuki siku ila husoma Qur'ani na kumbembeleza Allah, na kwa Qur'ani hiyo ndio ikawa sababu ya wewe kufungukiwa. Hawa tunakwenda kuwafurahisha ili tumfurahishe Allah. Watoto yatima tunakwenda kuwafurahisha ili tumfurahishe Allah. Lakini kubwa zaidi, sadaka hii pia tutatoa sehemu ya sadaka. Tutaununua wanyama, kondoo watachinjwa kama kafara ya kuisindikiza dua yako katika mambo mawili. Iwe kwanza ni kinga, wikaya, kukukinga dhidi ya wachawi na uchawi, kukukinga dhidi ya hasadi na kukukinga dhidi ya majini wachafu. Lakini pia iwe fathu, kukufungua wewe, kukufungua maisha yako kutokana na biashara zako, kazi zako, kilimo chako, ndoa yako, labda tuzungumzie kazi na kila kinachokuzunguka ambacho kimejifunga na unakata tamaa katika maisha. Tunakwenda kukifungua. Sadaka yako hiyo ndio itakwenda kununua kichinjo hiki. Kwa hiyo una sababu ya kushiriki katika dua hii, mpenzi mtazamaji wangu. Usiikose. Ni tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2024, siku ya Jumapili, saa 2 asubuhi mpaka saa 8 za mchana, hapa katika jiji la Dar es Salaam, ukumbi wa City Garden. Kiingilio ni bure, hakuna gharama yoyote. Sasa we mtazamaji wangu, unawezaje kushiriki? Wale wanaotaka kuwa VIP, wanaotaka kushiriki hali ya kuwa wametoa sadaka zao ili kumbembeleza Allah, ili zile
huduma wanazokwenda kufanyiwa, ile dua inayokwenda kufanyiwa iwe na majibu makubwa na ya ziada. Nini unapaswa kufanya? Tumegawa mafungu matatu katika uwezo. Tumeyafanya haya kwa sababu tumezingatia uwezo. Wengine hawana uwezo. Hawa ni katika VVIP, mafungu matatu. Lakini wale ambao watakuwa hawana hata 100 hukatazwi kuja. Njoo katika dua, inawezekana Mungu akakufungulia na wewe ndio ukawa tajiri kuliko wenzako. Na inawezekana wewe ukafika mahala ukaja ukajikuta baada ya hapo umekuwa mtu mkubwa, umefanikiwa, lakini sio unacho alafu hutaki kutoa. Allah anakuona, huu ni mwezi wa baraka, shahru rahma, huu ni mwezi wenye rehema, una baraka nyingi. Tumia fursa hii kumbembeleza Allah. Mafungu matatu ya sadaka yamepangwaje? Kuna kundi la kwanza watachangia shilingi 20,000 mpaka shilingi 40,000. Hili ni kundi la kwanza. Unaweza kutoa peke yako au hiyo ukaitoa kwa ajili ya mkeo, wewe na mkeo. Ukiweza mkeo mtolea kwake, mtu anaweza kujitolea mwenye ajitolee, wanaweza kujitolea kama familia wajitolee, lakini ili mradi changia kati ya 20,000 na 50,000. Tutakuingiza kwenye kundi maalum la hawa VVIP number 1 ambao number 3 ambao watakuwa kundi la kwanza. VVIP number 3 ili ni kundi la tatu la VVIP ambao nao watapata fursa ya kufanyiwa kichinjo na watashika hawa wanyama na watamwambia Mungu shida yao ni nini. Faida watakayopata hawa watu, utapata fursa ya kumshika yule mnyama, kisha utamwambia Mungu, mnyama huyu nakwenda kumtoa sadaka. Mwenyezi Mungu, kwa sadaka hii nikubalie kadha 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 kadha, unayataja. Kwa sadaka hii niepushe kadha 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 kadha, unayataja. Unapatwa muda kabisa wa kutaja shida zako na yule mnyama yuko pale. Ukishamaliza kutia nia, unakwenda kwenye dua ya watoto yatima, unaingia kwenye dua ya watu walimu. Tunaomba kwa pamoja na mashehe wetu, Mungu anajibu na kila kitu kinakuwa sawa. Wallahi uje uone matokeo baada ya dua hiyo, nini kitakupata, nini utafanikiwa nacho. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kundi la pili ni wale watakaotoa kuanzia 50,000 mpaka 100,000 ya Tanzania kwa kile ulicho nacho, ima peke yako au familia au ndugu, unavyoweza wewe. Kama mko 2 watatu, mnatoa 50,000 yenu. Kama mnaweza kutoa 100,000 mnatoa. Kama mmoja kila mtu atoa 50,000 unatoa. Kila mtu afanye anachoweza. Allah anasema, amini Mtume sasa anasema, faliyatanafasul mutanafisun. Mwenyezi Mungu anasema faliyatanafasul mutanafisun. Shindaneni katika mambo ya kheri kwa ajili ya Allah. Natumai wako watu wanataka kuwekeza kwa Mola wao, Ramadhani hii ikawe sababu ya kufungua maisha yao, na katu hawatotoka patupu, na katu hawatojuta, na katu hawatolia, bali watacheka cheko la furaha muda mfupi baada ya dua hii biidhnillahi karim. Hata kama wewe uko nje ya nchi, tuma sadaka yako. Namba za kutuma sadaka yako ni 0710 namba ya kutuma sadaka yako ni 0710 Maelezo zaidi ya kupata maelezo haya, piga hizo namba tukuelekeze. Usitume pesa bila ya kuwa wewe binafsi umepata maelekezo. Na kubwa zaidi, ukituma pesa kujua kwamba pesa yako imefika mahali salama, utajiona uko katika grupu maalum la WhatsApp linalokutaja jina lako kwamba na wewe ni miongoni mwa washiriki wa dua ya Fathul Jasadi. Hata kama uko Marekani, uko Ulaya, uko China, uko nchi yoyote, tuma sadaka yako, tutanua mnyama, tutachinja na wewe utatia nia, na Allah atafanya wepesi na majibu yatakuwa mazuri na hutojuta kuingia katika dua hii. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tutafanikiwa ni kufanya kichinjo maalum cha mnyama ambacho kila mmoja atashiriki katika dua hii kwa kuchinja mnyama. Sasa kundi la pili ni wale wanaotoa baina ya shilingi 50,000 mpaka shilingi 90,099. Kundi la tatu ambayo ndio VVIP, yani hili sasa ndo kundi la wale ma VIP wenyewe wa juu kabisa, wale ambao ndo ma VIP sasa ndio high table, hawa watakaochangia kuanzia shilingi 100,000 na kuendelea.
Ukiweza kununua ng'ombe mzima, nunua, watu waende wakale sadaka, manake tutamtunza siku ya Idi, tutamchinja na tutagawa nyama kwa hawa watoto. Hawa watoto, familia zile, madrasa, walimu wa madrasa, hizi vituo vya mayatima, tutachinja wanyama, tutakwenda kuwagawa nyama ili watu wapate riziki ya kufurahia, wakale chakula kizuri. Tutanunua michele, tutanunua mafuta ili kuwafurahisha, lakini kubwa, tutanunua nguo. Nimesema watoto wale tutawanunulia nguo wote, na hizi nguo zitatokana na hii sadaka yako, na nguo hizi watakabidhiwa siku ile ile nimesema itakayokuwa ikifanyika dua. Pale pale watapewa nguo zao ili wawe na furaha wakati wanakuombea dua, wameshika nguo zao, na Mwenyezi Mungu aione sadaka yao. Wanakushika mchele, wameshika mchele, wa nyama, kuna nyama pale. Haya yote yatakwenda kufanyika tarehe 7 mwezi wa 4 2024. Ni wewe tu kushiriki. Unaweza kununua ng'ombe, unaweza kununua ngamia, unaweza kutoa $100,000, unaweza kutoa $100, unaweza kutoa $500, unaweza kutoa $2,000, $3,000. Unaweza kununulia watoto 10 nguo, unaweza kununua watoto 20 nguo, unaweza kualisha walimu wa madarasa 50, 60. Unachoweza sema, ungana nami Dr. Sule, na kila siku kila kitu tutakiweka kwenye document, tutakiweka kwenye kumbukumbu, na tutavieleza kwenye grupu letu la WhatsApp maalum la dua ya Fathul Jasadi. Dua muhimu kabisa ambayo kila mtu anapaswa kushiriki katika dua hii. Mpenzi mtazamaji, kubwa zaidi la zaidi, dua hii itakuwa na zawadi. Itakuwa na zawadi maalum ya mafuta ya Salamatul Jasadi. Salamatul Jasadi ni mafuta ya kwenda kufungua mwili wako. Salamatul Jasadi ni mafuta maalum ambayo yanakwenda kufungua mwili wako. Sijui unayaachaje mafuta haya. Yana siri kubwa. Mafuta yana uwezo wa kuondoa nuksi, mikosi, vifungo, mabalaa, kila aina ya ubaya na kukuacha mweupe. Ebu vuta picha. Umeombewa dua na mayatima, umeombewa dua na midomo iliyofunga, umetoa kichinjo cha mnyama, umewavisha mayatima, umewalisha walimu wa madrasa. Alafu baada ya yote hayo, wewe tumefikia mahala tumekwenda kumbembeleza Mungu kwa sadaka uliyoitanguliza. Kwa nini Mwenyezi Mungu asikujibu? Kwa nini Mwenyezi Mungu asikukubalie? Wallahi hatujawahi kufanya dua hii ila ilileta majibu. Unachotakiwa kufanya, muda ni mfupi, fanya haraka sana kuwasiliana kwa namba hizo za 0710 au alama ya kujumlisha 255 710 400. Utanipigia mwenyewe Dr. Sule, utazungumza na mimi mwenyewe na nitakupa ushirikiano. Unaona muda ulipo ni mbali, kupiga unajua huwezi kunipata kwa haraka, au umepiga niko busy sikupokea kwa haraka, tuma ujumbe, Dr. tuwasiliane nchi yoyote kwa njia ya WhatsApp au kawaida, nitakupigia, tutazungumza, tutapanga na nitakuelekeza utaratibu wa kushiriki katika dua hii. Wa Kenya, karibuni katika dua hii. Waganda, karibuni katika dua hii. Rwanda, Burundi, Kongo, Amerika, Ulaya, nchi zote duniani, karibuni katika dua hii. Unaweza ukaishiriki ukiwa mbali, unaweza ukaishiriki ukiwa karibu. Lakini dua hii wanashiriki watu wa dini zote. Hata mpagani akitamani kushiriki anashiriki, kwa sababu duniani mpagani anapewa, Mkristo anapewa, Buddha anapewa, Punjabi anapewa, dini yoyote anapewa, Mkristo anapewa. Njoo tuombe dua. Maisha mazuri hayachagui dini. Mtu yoyote anaweza kuishi maisha mazuri. Njoo tumuombe Mwenyezi Mungu, shiriki katika dua hii, uone maajabu ya dua ya mwezi wa Ramadhani na siri iliyofichwa katika midomo yenye saumu. Katika mwezi huu kumepatikana siri nyingi. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshinda vita vya Badri katika mwezi wa Ramadhani. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshinda vita vya Uhud katika mwezi wa Ramadhani. Miezi hii na siri nyingi. Mwezi wa Ramadhani una makubwa. Vita vya Badri Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana na watu 1,200, yeye akiwa na watu 313. Lakini kwa siri ya mwezi wa Ramadhani na dua aliyoisoma siku ya mwezi 17 Ramadhani, alipomrushia dua ile, Mwenyezi Mungu alipombembeleza kwa dua ile, Allah aliwapa ushindi na Waislamu wakashinda. Na wewe shida zako na kesi zako zote zinazokusumbua, si una kesi, si una madude gani,
twende tukayakabidhi kwa Allah kupitia dua hii. Hakuna litakaloshindikana. Hakika dua ndio ubongo wa ibada. Ukitumia vizuri lazima ufanikiwe. Nini cha kufanya kwa nyinyi mnaoishi Dar es Salaam na wale ambao mnaishi nje ya Dar es Salaam, mnahitaji kupata kadi. Vipi ufanye? Sababu kadi hizi ni bure, lakini unapaswa kuwa nayo. Tuna limit idadi ya watu watakaoingia ukumbini, kwa sababu yakizidi au 800 mnaobaki wote itabidi mchukulie dua mkiwa nje ya ukumbi. Yani ufanyiwe dua ukiwa unatiania nje ya ukumbi. Lakini wale wanaotaka kushika mnyama kushiriki pale pale na wanaweza kushiriki, basi wanachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu, ni kuhakikisha kwamba wanashiriki nasi katika dua hii kwa kupata kadi. Kadi ni bure, haitolewi kwa gharama, na kadi ziko tayari. Kesho tarehe 26 panapo majaliwa, kadi zitaanza kutolewa hapa Isra Islamic kuanzia majira ya saa 6 za mchana. Kadi zitakuwa hapa tayari kuanzia majira ya saa 6 za mchana. Kwa wale wanaotaka kadi watazipata hapa. Kadi ni 800 tu, washiriki wa ukumbini ni 800, na hao 800, 200 na kidogo kati ya hao ni mayatima na walimu wa madrasa. Ni 250 ni mayatima na walimu wa madrasa, na wale wengine wachache VIP watakuwa kama 50. Maana kadi zitakuja 500. Sasa watu 500 ndo gombea goli. Yani hakikisha uko nchi yoyote, omba namba yako mapema. Kama kweli unatuthibitishia unakuja, kwanza tutumie tiketi yako ya kuthibitisha unakuja. Sije ukatuambia unakuja una hata tiketi, tukaiweka kadi kumbe huwezi kufika, mwisho wa siku shindikana. Kwa hiyo tunakuomba kwa dhati ya moyo kabisa, ili kuconfirm, onyesha nia ya kuja kwako, lakini pia weka sadaka yako kwenye akaunti tuliyosema kwa kiwango unachotaka. Kama unaweza kuja, tukuitengenezee nafasi maalum ya kuhakikisha naona kuwa VIP au VVIP 1 na 2 biidhnillahi karim. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu huwezi kukosa tukio hili kubwa la aina yake, na wala hutarudi nyuma kwenda kupiga jiwe moja ndege wote kwa mafanikio biidhnillahi karim. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.